Sasa kuna namna ya kuuza dola, kuna namna ya kuuza dola, kuna namna ya kuuza dola. Sasa tunavyosema kuuza dola ni kwamba wewe unauza dola ili uweze kutumiwa pesa za Kitanzania kwenye simu yako. Kwa namna nyingine au kwa lugha rahisi kabisa, namna ya kutoa pesa Binance ili ziweze kuingia kwenye simu yako, mfano kwenye Mixx by Yas yako, kwenye M-Pesa, kwenye Airtel Money, kwenye benki pia, kwenye NMB, CRDB na vingine. Sasa hii video inaongoza namna ya kutoa pesa Binance ili ziweze kuingia katika simu yako, yani kwenye line husika, akaunti yako ya mtandao husika. Sasa cha kufanya sasa tuanze, utagusa kwenye Binance yako hapo. Ukishagusa kwenye Binance yako itafunguka hivi. Ikishafunguka hivi, utagusa hii sehemu iliyoandikwa asset hapo chini hapo, mshale ulipoelekeza hapa. Utapagusa. Ukishapagusa hapo asset, inategemea pesa zako ziko wapi, kwenye wallet ipi. Nyingine unakuta ipo hapa kwenye funding au kuna nyingine iko hapa kwenye spot. Sasa unataka kutoa ya funding au ya spot. Kama ni ya funding basi utagusa hapa kwenye funding, kama ni spot utagusa hapa kwenye spot. Kwa hiyo mimi nitagusa hapa kwenye spot kwa sababu nataka kutoa ya spot. Nikishagusa hapa kwenye spot sasa, nikishagusa kwenye spot kama hivyo, nitagusa sehemu iliyoandikwa add funds hapo mshale ulipoelekeza. Nikishagusa add funds, nitagusa tena hii sehemu iliyoandikwa P2P trading hapa chini hapa. Hapo chini kwenye huo ukijani hapo. Nitagusa hapo kwenye huo ukijani. Nitapagusa. Nitapagusa. Nikishapagusa patafunguka hivi. Sasa huku ndio kuna mawakala wa Kitanzania. Kwa sababu tupo kwenye currency ya Tanzania TZS. Kwa huku ndio kuna mawakala wa Kitanzania. Mmoja wapo ni huyu anajiita Mboni. Huyu ni Mboni. Anauzaje dola? Anauza dola moja kwa shilingi 2549.99. Lakini ana jumla ya dola available. Dola alizonazo ni dola 1951 na pointi yake hapo. Lakini mitandao anayoitumia ni M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, CRDB, NMB, na anatumia dakika 15 kurelease. Na maana ndani hizi dakika 15 hizi utakuwa tayari umeshamaliza kununua dola. Sasa hapa ni upande wa kununua. Hapa nimeongelea upande wa kununua. Sasa kwa kuwa video yetu hailengi sana kwa kwenye kununua, tunataka tuuze ili iweze kuingia kwenye simu zetu. Sasa kwa kuwa tunauza not hicho kitu, kwa kuwa tunauza inatakiwa uguse hapa kwenye kusell, sio kwenye kubuy. Hapa kwenye kubuy ni wale ambao wananunua dola. Ila kwa kuwa kwa wanaouza wanagusa hapa kwenye kusell hapa. Kwa hiyo nitagusa hapa kwenye kusell. Kishagusa kwenye kusell patabadilika hivyo. Sasa huku ndo kuna mawakala wale ambao wanauza dola huku au wananunua dola ili waweze kututumia kwenye simu zetu. Huku ndio wapo. Sasa wakala wa kwanza kuna huyu hapa. Haya, ana jumla ya dola 871 na anatumia M-Pesa. Na kuna wengine na mitandao wanaotumia kama inavyoonekana hapo. Sasa inategemea sasa wewe unataka utumiwe kwa njia gani. Kama unataka utumiwe kwenye Mixx by Yas yako ambayo ndio Tigo Pesa, basi utachagua wakala anayetumia Tigo Pesa. Kama unataka utumiwe katika M-Pesa, basi utachagua wakala anayetumia M-Pesa. Kwa hiyo inategemea. Sasa mimi nataka nimuuzie huyu, lakini pia kama ni mgeni ndio kwanza unaanza, lazima uongozwe namna ya kufanya, ili ukishazoea ndio utakuwa unaendelea mwenyewe. Ila kama video kama hizo unazielewa vizuri na una makala wako unawajua vizuri, basi unaweza kaendelea. Ila kwa kuwa ni mgeni, kama hujui chochote, lazima tukuongoze. Sasa basi, baada ya hapo mimi nataka nimuuzie, nitolee kwa huyu ambapo yeye anatumia M-Pesa. Sasa na mimi pia natumia M-Pesa. Kwa hiyo kwa kuwa natumia M-Pesa, huyu ndo ananifaa huyu. Sasa nitagusa hii sehemu iliyoandikwa sell. Nitagusa sehemu iliyoandikwa sell. Nikishagusa sell, natoa dola ngapi? Nitaandika hapa kiasi cha dola ninachotaka kutoa. Kwa hiyo mimi nitaandika hapo 20. Nataka kutoa dola 20. Kishaandika dola 20, utakuta inajiconvert hapa chini. Inajiconvert kwamba ni kiasi cha shilingi, yani nitakachopokea receive. Nita receive 49,687 kama hapa panavyoonekana hapo. Lakini pia kingine, tayari nilisha seti jina langu ambalo litatokea, lakini na mtandao ambao nitakaopokelea ambao ni M-Pesa.
Sasa kwa kuwa utakuwa mgeni hujaseti labda huku, vyote hivyo tutakuongoza. Sasa baada ya kufanya hivyo, zoezi linalofuata nitagusa sehemu iliyoandikwa place order, kwa sababu tayari nimesha andika kiasi ninachotaka kutoa. Kwa nitagusa place order hapo, nitapagusa. Nikishapagusa moja kwa moja itanileta hapa. Kwa hiyo hapa nitasubiri ili aweze kunitumia. Nitasubiri ili aweze kutuma hicho kiasi cha pesa za Kitanzania ambao ni shilingi 49,630. Na sasa mpaka hapo tayari ametuma mara moja, na alivyotuma tu unakuta kuna mabadiliko yametokea hapa. Kuna mabadiliko yametokea hapa ambapo hapa tunaona huku chini pamekuwa panjano, pameandikwa payment received, pamekuwa panjano. Sasa tunaweza tukaenda kuhakiki ili tuone kwamba ametuma sahihi au vipi. Kwa hiyo tunaenda kwenye message. Kwa hiyo tutaenda hapa kwenye message. Tukienda kwenye message tutaona kweli ametuma. Tutagusa hapo tutaona kweli ametuma kiasi kile 46,650. Hii hapa ameshatuma. Kwa kuwa ameshatuma tunarudi huku Binance. Tukisharudi huku Binance tunakuja tunagusa sehemu iliyoandikwa payment received ili na sisi turuhusu dola zetu ziweze kuingia kwake. Tukishagusa payment received tutagusa hichi kipengele cha pili hapa chini. Hichi kinamaanisha kwamba pesa uliyotoa ndio hiyo aliyokutumia. Kwa sasa hapa unapagusa. Ila kama sio hiyo pia unaweza kugusa hichi kipengele cha pili kwamba pesa uliyotaka kutoa sio aliyokutumia. Ila kwa kuwa ndio yenyewe wewe utagusa hichi kipengele cha pili. Kwa hiyo mimi nitakigusa. Nikishakigusa nitakuja tena nitagusa sehemu iliyoandikwa confirm release hapo. Confirm release nitagusa hapo. Sasa nikishagusa hapo inategemea sasa wewe unatumia verification code gani. Kama ni za passkey utaweka passkey, kama ni authenticator utaenda kuchukua kwenye authenticator, utakopi kule, utakuja utapaste huku. Kama unatumia email utaenda kwenye email utakopi, then utakuja utapaste Binance. Sasa mimi natumia passkey, kwa hiyo nitaweka passkey yangu hapa ili niweze kuruhusu dola ziende kwake. Baada ya hapo nitakuwa tayari nimeshamaliza kazi. Kwa hiyo dola zimeshaenda kwake na mimi ameshanitumia pesa zangu, zipo kwenye simu yangu, ni mimi kwenda kutoa kufanyia mambo mengine. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyofanya. Kwa hiyo unaweza ukafanya kipengele kingine ambacho sio lazima sana, ila unaweza ukampa tu positive hapa, ukampa gumba hapo, ukapiga positive hapo. Baada ya kupiga positive hapo ukaja ukagusa sehemu iliyoandikwa leave comment hapo. Unaweza kugusa tu hapo palipoandikwa leave comment, ikawa tayari umeshampa positive kwamba yani fresh. Kwa hivi ndivyo tunavyofanya, ndivyo tunavyotoa pesa kwenye Binance na kuingia kwenye simu zetu. Kwa karibuni tuzidi kujifunza ili kila mmoja aweze kupata maarifa haya.